Jina naitwa Jumanne Elias John, ni mkazi wa Igunga Tabora. Kwa kweli tulipokea taarifa jana kuhusu swala la usafi na tumetekeleza. Tumeamka kabla ya kuanza kazi, tumefanya kwanza usafi kama mazingira jinsi unavyoyaona. Tumefanya usafi pia tunaendelea na biashara zetu. Usafi wa mazingira unahitajika kwa sababu usipofanya usafi mteja mwenyewe anaweza akaja akaona hii ofisi usafi haufanyi, huwezi kupata wateja. Lakini mazingira yakiwa safi, mazingira ya kazini, lazima wateja watapatikana. Kwa hiyo usafi tumefanya kama unavyoona, na ni zoezi endelevu. Sisi tutakuwa tunafanya usafi, sio mpaka serikali itangaze kwamba fanye usafi. Sisi usafi tunafanya, usafi ni lazima. Hata mtangazaji anavyoniona mimi msafi kila sehemu, kwa hiyo usafi tunafanya sana. Agizo la kufanya usafi tumelipokea vyema, japokuwa tumekumbusha, ila ni wajibu wa kila siku kuweka mazingira safi sehemu ya kazi. Na ipo ile taarifa ya kwamba kila mwisho wa mwezi, Jumamosi mwisho wa mwezi huwa tunafanya usafi. Naitwa Aziza Hassan, ni mkazi wa Igunga. Najitokeza kufanya usafi kwa sababu kwa usafi wa mazingira sehemu unapofanyia kazi, na wao wapo majumbani hawajatoka kufanya usafi, na wasisida watoke kufanya usafi ila kwa ajili ya usafi. Faida ni nyingi za kufanya usafi kwa sababu ya mazingira, kuepukana na maradhi mbalimbali. Kwa majina naitwa Hans Said. Napatikana hapa Igunga. Najishughulisha na biashara ya furniture. Jana tumepata tangazo kuhusu swala la usafi, serikali ikihamasisha tufanye mazingira yetu kuwa safi. Tunashukuru kwa ukumbusho, maana ni usafi ni jambo zuri. Kama unavyojua ukikaa kwenye mazingira safi utaonekana vizuri, muonekano unakuwa mzuri. Pia kumshawishi kwamba afike eneo husika inakuwa ni changamoto, na mazingira yenyewe machafu. Kwa hiyo hata kazi tayari itaonekana chafu moja kwa moja kwa mteja. Aina yote ya kazi kama unavyoona hapo tayari tumeshafanya usafi, mitaro, kusafisha mitaro. Mitaro inasafiri na maji safari ndefu, kwa hiyo inakusanya ule uchafu wote unakuta unakwama kwenye maeneo yetu ya kazi. Kwa hiyo ndio maana tumehamasisha kufanya usafi, tumefanya pamependeza. Kama unavyoona mazingira yetu yako safi. Sasa hivi kazi zinaendelea, furniture zinaonekana safi. Shukrani, kitu kiko sawa. Shukrani sana. Mimi naitwa Omari Ramadhani, fundi seremala mkongwe Igunga hii. Kazi zangu mimi ni kuchonga furniture kama kawaida, kama hivi unavyoniona nafanya kazi. Sasa kwa siku hii ya leo tumehamasishwa na serikali ili kusudi tufanye usafi. Kabla ya kufanya kazi tufanye usafi. Na usafi huu kama jinsi ndugu mwandishi wa habari kama unavyoona, shughuli zangu mimi ni seremala, kwa hiyo huwa kazi yangu mimi nazalisha uchafu. Kwa hiyo katika huu uchafu lazima tutoe ili mazingira yawe safi, na kama jinsi tulivyoitikia wito wa serikali, tulitangaziwa kwamba tufanye usafi ili tuweze kuweka mazingira mazuri ya kufanyia kazi, haswa maeneo yetu ya kazi. Tuliambiwa kuna adhabu ya shilingi 50,000 ambaye hatoshiriki usafi. Kwa hiyo tahadhari kubwa ni kwamba wote ambao wanafanyia kazi maeneo ambayo kuna mtaro wa serikali, lazima ufanyike mtaro wa serikali usafi, ufanyie usafi ili kusudi uendelee na kazi. Kwa hiyo tulisimama kwa kipindi kirefu, kutoka saa 12 watu wameingia mitaroni wanafanya usafi, na sasa hivi ndio tumeanza kazi mheshimiwa. Na washauri tu, kwa sababu sisi tunaishi chini ya utawala na taratibu za serikali. Kwa hiyo na washauri kwamba waendelee kutii amri ya serikali. Kwa hiyo ukileta kiburi, ni kweli utapigwa hiyo faini ya shilingi 50,000, kwa sababu serikali hakuna sehemu inaposhindwa. Kwa hiyo mheshimiwa mwandishi wa habari, kwa hiyo mimi nawahamasisha wananchi wote, nikiwa kama fundi seremala ambaye nazalisha uchafu kwa wingi. Kwa hiyo najitahidi kwa kila hali ili niweze kupunguza uchafu eneo langu la kazi, niwe msafi, ili niweze kupata wateja, kwa sababu patakapokuwa ni pachafu, wateja watakuwa wakiangalia mazingira yale hawatoyapenda. Kwa hiyo vile vile nashukuru serikali kwa sababu inatukumbusha mara kwa mara tusio wachafu. Naishukuru sana, na serikali iendelee kutukumbusha hivyo hivyo. Kwa majina naitwa Idi Huseni,
ni mkazi wa Igunga, mtaa wa Mbagala, na shughuli zangu nazifanyia Posta. Na shughuli zangu bwana ni za kuchomelea. Lakini bwana hapa tupo leo tunazungumzia usafi. Bwana, kwanza kabisa mimi nishukuru serikali kwa jambo kubwa la kuhamasisha usafi. Kama hivi siku ya leo tulihamasishwa kwamba tusifungue ili tuweze kufanya usafi kwanza wa mazingira yetu, na hiyo tunafanya usafi ni kwa faida zetu wenyewe, ikiwemo afya, mazingira kiwilaya. Maona bwana. Kwa hiyo si tuseme kwamba tunafurahia hili jambo na serikali yetu kutukumbusha swala la usafi, maana kwanza wanatuwekea misimamo mizuri katika afya. Usafi ambao tumeambiwa tuyaweke sawa, hasa kwenye swala la mitaro yetu ambayo tunapitisha haya maji, ambao maji haya yakisema yagande yasipite kwenye hii mitaro, na maana tunaweza tukapata maradhi, maana maji kwenye maji kuna maradhi mbalimbali kwa sababu kuna vidudu vinakuwa mule. Kwa hiyo cha kwanza kabisa tuliambiwa tusafishe mitaro yetu, pili tukaambiwa tusafishe na maeneo tunayofanyia kazi, yani maeneo yanayotuzunguka sisi. Kwa sababu huwezi kufanya kazi eneo lililo chafu. Majina yangu naitwa Fabian Mathias Shindika, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Stone na mwenyekiti wa mamlaka ya mji mdogo wa Igunga. Kwanza kabisa si sahihi kusubiria mpaka serikali kukumbusha kufanya usafi maeneo yako ya kazi, kwa sababu ni wajibu wa kufanya usafi kabla ya kufungua biashara yako. Na nimekuwa nikiongea mara kwa mara, tujenge tabia ya kufanya kama tunapoamka tunaangalia mswaki uko wapi, unanawa, unaosha uso wako, na baadaye kazi zingine zinafanyaje, zinafuata. Na ndio maana na wao wafanyabiashara walikuwa wanatakiwa waige mfano huu. Kabla kufungua biashara yako, usafishe kwanza mazingira yako, na mazingira yakiwa safi yanavutia ile biashara yako kuonekana safi na wewe mwenyewe kuonekana uko msafi. Tofauti na kufika tu maeneo usiku unafungua biashara yako na hujafanya usafi. Hiyo kwa kweli sio sahihi. Ni moja ya wajibu wetu kuwakumbusha watu kwenye swala zima la usafi, na ukizingatia hasa kipindi hiki cha masika, mvua ambazo zinaendelea kunyesha na mji umekuwa sawa, uzalishaji ule wa taka unakuwa ni mwingi. Sasa kama hatutatumia ule wajibu wetu wa kuwakumbusha watu kufanya usafi, itatokea kipindi fulani labda watu wanaweza kujisahau. Unajua binadamu, ndio maana hata kwenye sehemu ya kumcha Mwenyezi Mungu wakatengenezwa makanisa na misikiti, inafika wakati fulani kunapigwa adhana au kengele, mtu anakumbuka kwamba elekeo kwenda kumwabudu Mwenyezi Mungu. Ni waombe wananchi asilimia kubwa wa mji mdogo wa Igunga tuwe wazalendo, kwa sababu tukisema tu tusubiri mpaka halmashauri au serikali kufanya jambo fulani inakuwa ni ngumu. Tujiongeze sisi wenyewe pale ambapo unapokuwa unafanya usafi kwenye eneo lako na ukaona ule mtalo uko mbele yako na wenyewe hauko safi, inabidi wewe mwenyewe tu mfanye biashara uchukue jukumu na uone namna kufanya ili panapokuwa safi kwenye mtalo, ina maana na biashara yako daima itakuwa ni nini? Ni safi. Ushauri wangu mkubwa, nafikiri wafanyabiashara asilimia kubwa wanakuwa na uongozi wao. Basi niwaombe tu viongozi wenzangu wasichoke kuhamasishana, na niwapongeze pia wafanyabiashara na viongozi wao kwa ujumla. Wamekuwa wakisaidia sana kwenye swala la usafi, hasa kule sokoni na kwenye soko hili la Magharibi. Ila bado kidogo tu upande wa hapa kuna ule mtalo ambao unashuka kwa mwenezi mstaafu Anuari Kashaga. Pale ndio kidogo wananchi wa maeneo yale, na tayari tumeshaanza kuwekeana mikakati, na imekuwa muda ambao nachukua mimi mwenyewe na katibu wangu tumekuwa tukitoka kuhamasisha maeneo yawe safi. Na kule kwenye soko la Magharibi nako tumeshaelekeza uongozi wa pale, mwenyekiti wa soko tumeshampa maagizo, na maeneo mengine hata soko kuu lililoko stendi na maeneo mengine ya mji mzima wa Igunga. Niwaombe tushirikiane. Kama kawaida nimekuwa nikitamani tuongoze daima kwenye mji wetu kuendelea kuwa safi. Hatutakata tamaa katika swala zima la usafi, na tutambue kwamba wananchi wa Igunga, taka sasa hivi tuigeuze kuwa ni fursa. Zile taka tuzifanye kuwa pesa. Tusizoeane na taka bali tuzichukie.